Asante. Umesema aliyejua ni kama aliyekutia moyo kwamba unaweza kufanya kitu cha peke yako ni miongoni mwa walimu ambao walikuja kuwatembelea. Si ndio? Ndio. Kabla ya hapo umetuambia kwamba baba pia ni mwalimu, si ndio? Mwalimu wa kwaya. Hakuna siku ashawahi kuambia mwanangu mbona kama una kitu kabla yule mwalimu mgeni hajakwambia? Hakuna siku baba amekwambia kwamba kuna namna unaweza? Familia yangu walikuwa wanajua mimi nina hicho kipaji. Kwa sababu kwaya ambayo naimbia mimi ni ya watu wazima. Baada ya kuja hapa Dar es Salaam ni ya watu wazima tu, ni wamama watu wazima. Binti nilikuwa peke yangu. Kuna siku moja ikatokea changamoto fulani hivi, wakawa wameumwa wote. Yaani ni wamama, ikitokea mvua au baridi unakuta wanakuja wachache au hawaji kabisa. Kwa hiyo nikabaki mimi sauti ya kwanza na bibi mmoja hivi ambaye haoni vizuri. Kusoma kwake ni kwa shida. Ukiwa na miaka 13? Hapana, nilikuwa nina miaka kama 15 baada ya kutoka Mbeya. Hiyo siku tuliimba, yani niliimba sana sana kwa sababu yule bibi mwingine alikuwa haoni vizuri. Tuliimba sana mno. Baada ya kurudi nyumbani ndo baba akasema aise, una kitu. Lakini akawa anahofia kwa kipindi hicho sikuwa vizuri kiafya. Akawa anahofia mimi kuingia huko zaidi. Lakini walikuwa wananiambia kweli unaweza, kweli unafanya vizuri. Baba ashawahi kutia moyo akakwambia kweli unaweza.